Yes, naitwa Julius Mkapa, nazungumza kutoka Makwale Baptist hapa Kyela. Mbele yangu nikiwa na mwenyekiti mstaafu Mchungaji Manning Mwakasungu, mwenyekiti wa idara ya vijana. Leo wanaita Umoja wa Vijana Baptist Tanzania, lakini wakati ule ulikuwa unaitwa Muungano wa Vijana Baptist. Naam, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ueleze angalau kinagaubaga ilikuwaje kuanzishwa kwa Umoja wa Vijana na wenye viti ambao walipita kwenye idara, ilikuwaje kwa ufupi, kwa faida ya vijana ambao wanatufuatilia? Asante. Idara ya vijana chini ya umisheni wa Southern Baptist, kule mwanzo idara ya vijana ilikuwa inasimamiwa na mshauri wa vijana Evelyn Nemo. Ndio. Na ndani ya viongozi wa vijana walikuwa wanahusika na mambo mbalimbali, wiki la maombi kwa vijana, wanajeshi wa Biblia kutoka sehemu mbalimbali ya Tanzania. Ndio. Tulikuwa na nafasi ya kukutana kila baada ya miaka minne. Sawa. Baada ya miaka minne mnakutana mara moja? Ya, mara moja. Sawa. Sasa katika ushauri huo, uongozi wa vijana ulioanza mwanzo kulikuwa na mwenyekiti wa kwanza kutoka Kyela ambaye alikuwa anaitwa Dickson Mwalwembe. Huyo ndiye alikuwa mwenyekiti wa kwanza kabisa wa idara ya vijana. Ndio. Baadaye mwenyekiti wa pili alitoka Rungwe ambaye jina lake limenitoka kidogo. Sawa. Na baadaye baada ya kumaliza muda wake, yeye hakumaliza muda wa uongozi, yeye alifanya kwa awamu ya kwanza. Ndio. Na yule wa kwanza pia alifanya kwa awamu ya kwanza. Ndio. Hakutimiza taratibu za kufanya mara mbili kama ilivyo kawaida ya uchaguzi wowote. Ndio. Baadaye akaja kuchaguliwa Mwangumbe kutoka Dar es Salaam. Sawa. Baada ya Mwangumbe akafanya kama kiongozi wa vijana kwa muda wa vipindi viwili, miaka minne. Sawa. Baada ya uongozi wa Mwangumbe ndipo nilichaguliwa mimi Manning Mwakasungu kutoka Kyela. Nilibahatika kufanya kwa miaka kwa vipindi viwili. Ndio. Baada ya vipindi viwili kukawa na kuanzishwa kwa kanda. Mwaka gani? Mwaka 1994. Kwa 94 ndivyo kanda zilivyoanza. Kwa maana ya kusema kanda ya kusini, kanda ya pwani. Mwaka 1994 ndivyo kanda zikazaliwa. Naam. Kwa hiyo sasa baada ya kuzaliwa kanda kwa chini ya ushauri wa Eddie Giddens ambaye alikuwa amesimamia idara ya vijana. Ndio. Mwaka 1995. Ndio. Ndipo tukaanzisha, nikazunguka kufungua idara ya vijana kwenye kanda zote za Tanzania. Ndio. Kwa upande wa vijana. Na muda mlikuwa na kanda ngapi? Wakati ule tulikuwa na kanda tano. Sawa. Kipindi kile tulikuwa na kanda 5. Nikaanza kufungua kanda za nyanda za kusini. Ndio. Kanda ya mashariki Dar es Salaam. Sawa. Kanda ya kaskazini Arusha. Ndio. Na kanda ya ziwa na kanda ya magharibi kule Kigoma. Naam. Kwa hiyo kazi ikaendelea vizuri sana. Ndio. Na baada ya hapo uongozi kukatokea shida, uchaguzi ukapita, hakufanyika. Ndio. Kwa muda wa vipindi miaka miwili. Ndio. Ili kuingia wakati wa uchaguzi. Ndio. Mimi nikapelekwa kusoma Arusha. Sawa. Kusomea diploma ya theology. Sawa. Ndipo baada ya kusoma kule akachaguliwa mwenyekiti mwingine ambaye anaitwa Mkapa. Ndio. Huyo ndipo nilimwachia kijiti cha kuwa mwenyekiti wa vijana wa taifa. Sawa.
na baada ya hapo utaratibu uendelea, na yeye pia baada ya kumaliza muda wake akawaachia watu wengine. Hiyo umesikia historia fupi ya idara ya vijana namna ilivyoanza, na hapa tuko na baba na mwenyekiti wetu wa mwanzo kabisa aliyebahatika kufanya kazi na missionary mshauri mama yetu Evelyn Nep. Wakati tunakumbuka tuko katika shamra au kusherekea maisha ya Douglas Nep hapa Makwale. Ni mimi Julius Mkapa wa Baptist Media. Asante sana. Na mimi ni mchungaji Manning Mwakasungu, ndio mwenyekiti mstaafu wa MVBT Tanzania. Amina. Asante sana.